Mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media, ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama zile zilizo hapa ni kunako anga la michezo, hasa kuelekea kwa ile issue ambayo kwa sasa inaendelea ku happen kunako mitandao ya kijamii kuhusiana na ile sakata la msemaji wa klabu ya Young Africans kuhusiana na kushikiliwa na polisi huko mkoani Tabora. Nini kimejiri, nini kimehappen? Basi nikwambie kwamba taarifa zote tunazo hapa. Je, kaachiliwa au bado ameshikiliwa na polisi? Taarifa zote tunazo hapa. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unajiunga nasi kunako wakati wote ambao tutakuwa hapa kuanzia mwanzo wa taarifa hii mpaka mwisho wa taarifa hii, twende sawa. Kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila siku. Kama huja subscribe, basi nikwambie umekwisha kupitwa na taarifa nyingi. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utafuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo, utaibonyeza nayo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku kila wakati mara tu baada ya kuhappen. Lakini hii hapa sasa ni moja kati ya taarifa ambayo kama umeshakwisha kusikia kuhusiana na msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe, ambaye alishikiliwa na jeshi la polisi kuanzia majira ya saa 7 usiku usiku wa kuamkia siku ya Alhamisi ya tarehe 3. Bana, moja kati ya taarifa ambayo imekuwa kubwa sana na watu wamekuwa wakitoa maoni tofauti kuhusiana na hichi ambacho kimeendelea kuhusiana na kukamatwa kwa msemaji wa Young Africans kwa kosa la kutoa matamshi na kauli chonganishi na kauli mbaya kwa kiongozi wa serikali ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo aliweza kuitoa msemaji huyu ni kuhusiana na kuzungumzia mkuu wa mkoa huyo, kauli ambazo zilikuwa sio nzuri kwa namna moja ama nyingine. Kwa maana hiyo jeshi la polisi liliamua kumsaka msemaji huyu na kumtia nguvuni na kufanya naye mahojiano kuelekea kwa kesi hii. Bana, moja kati ya taarifa ambayo aliweza kuitoa yeye mwenyewe msemaji wa Young Africans Ali Kamwe mara baada ya kutamatika kwa mechi ambayo ilikuwa inawakutanisha Tabora United wakiwakaribisha Young Africans. Mara baada ya kutamatika kwa game hiyo, Ali Kamwe aliweza kufanya mahojiano na waandishi wa habari juu ya swala hili. Mara baada ya kuulizwa, aliweza kusema kabla ya mechi aliweza kuonana na mkuu wa mkoa na wakazungumza wakayamaliza hayo. Alichokisema kwamba hayo yalikuwa ni masuala ya kimpira, nimezungumza na mkuu wa mkoa tumeyamaliza, na alichoniambia kwamba mdogo wangu, umefanya kazi kubwa sana, uwanja umejaa na umefanya hamasa kubwa sana, umefanya kitu ambacho hakijawahi kufanywa na msemaji yoyote kwa hapa Tabora. Na yale yanayoendelea katika mitandao ya kijamii yale tumesha yamaliza, yalikuwa ni masuala ya kimpira. Hivyo ndivyo alivyozungumza Ali Kamwe mara baada ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari. Lakini siku hiyo hiyo majira ya saa 7 usiku akatiwa nguvuni kutokana na kauli hizo ambazo alizitoa kabla. Kwa taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba msemaji huyu ameshakwisha kuachiliwa na kwa zamana, na inatakiwa aripoti tarehe 21 katika kituo hiko cha polisi, kituo kikubwa hapo mjini Tabora. Na moja kati ya taarifa sasa ambayo imekuwa ni ya kufurahisha kwa mashabiki wa klabu ya Young Africans na wapenzi wa timu hiyo ya Young Africans ni kwamba msemaji wao kashaachiwa huru kwa zamana, na hivyo inahitaji karipoti katika kituo hiko tarehe 21 kama jinsi ambavyo taarifa zimetolewa na RPC wa kituo hicho. Mara baada ya kuachiwa, aliweza kuposti picha ya mchezaji mmoja wa Al-Masry, John Okoye, ambaye alifunga bao la pili kwa upande wa Al-Masry katika mechi ambayo ilikutanisha Al-Masry ikiwakaribisha Simba Sports katika mechi ya CAF Federation. Basi unaambiwa kwamba Ali Kamwe mara baada ya kutoka katika kituo cha polisi aliweza kuposti picha ya John Okoye na kuandika kumbe nilipitwa mengi, na akaweka emoji nyingi sana za kucheka. Lakini si hivyo tu, tukatembelea ukurasa pia wa
wa Haji Sunday Manara naye alikuwa na mengi ya kuzungumza. Haji Sunday Manara aliweza kuandika kwako RC wa mkoa wa Tabora, akaweka emoji za kupraise, lakini akaandika salamu heshimiwa hapo Chacha, nimekaa kwenye mpira kwa muda mrefu kidogo, na pengine mimi ndio binadamu pekee niliyewahi kuhudumu kwa usemaji katika vilabu hivi vikubwa vyote viwili nchini. Najua nguvu ya hizi taasisi kuhusiana hususani kwenye eneo la mashabiki. Naelewa pia umekuwa katika hali gani unapokuwa unazungumzia hizi timu, na kama mbele yako mic zikiwa nyingi, na kama kuna mashabiki kunakuwa na moto kidogo fulani. Najua pia kazi yenu ya kuhamasisha michezo kwenye mikoa mnayoiongoza sometimes imekuwa extended, na kama binadamu tunaweza kupitiliza hasa katika mambo ya utani, lakini wewe ni kiongozi mkubwa, naomba endelea kuwa na ngozi ngumu. Uongozi ni pamoja na kubeba kila kitu. Rudisha moyo wako nyuma, kijana huyu ni sawa na anaweza kawa mwanao au mdogo wako wa mbali mno. Naelewa kuwa nafasi yako ukiwa mkoani kwako unahitaji heshima, na kwa alika lako ni rahisi kutambua situation zetu za mambo ya kimpira. Mimi kama kaka mkubwa wa hawa wadogo zetu ni kuombe sana tusonge mbele mkuu. Nasikitika kwenye barua hii kusema chochote katika kutafuta makosa, lakini kwako kama mkubwa tunaomba limalizike hili, na kwa dhati kabisa tunaomba ulipokwazika, sisi bado tunaendelea kujifunza, na kwenye kujifunza maybe tunaweza kuteleza. Samahani hata kwa kile unachoona upo sahihi. Bwana akamaliza kwa kumtagi hapo Chacha, akasema wako mtiifu Haji Sunday Manara. Bado ulikuwa ni waraka mrefu sana ambao aliweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram mara baada ya kutokea kwa issue hii, na akaweza kuandika ukurasa huu ambao alikuwa anamuombea msamaha bwana mdogo huyu Ally Shabani Kamwe, yeye kama kaka na yeye kama aliyemtangulia kunako tasnia hii ya usemaji na wanahabari wa klabu hii kubwa. Ameweza kutoa yake ya moyoni kuhusiana na hicho ambacho kimeendelea, lakini nafikiri msamaha wake tayari umeshakwisha kutazamwa na bwana, na msemaji huyu kashaachiliwa tayari, yupo nje kwa zamana hiyo. Bana, mambo yameweza kuwa mengi sana kuhusiana kwa hili, lakini kwa taarifa njema kabisa kwa upenzi na mashabiki wa klabu ya Young Africans kuwa msemaji wao yuko huru sasa, na tayari kashasafiri kutoka Tabora mkoani na kuelekea jijini Dar es Salaam katika kuhakikisha anaendeleza majukumu yake ya uhamasishaji kuelekea kwa mechi ya Coastal Union ambayo Young Africans ndo inafuata kabla ya kuwavaa Azam katika Dar es Salaam Derby ambayo inategemewa kucheza tarehe 10. Matukio yote tunahakikisha kwamba tunakuletea mwanafamilia wa HNT Media ili uweze kujua ni nini kinaendelea kunako anga la michezo. Bana, mimi naitwa Dio, tukutane katika update zingine. Bye bye.